Tumekutana hapa leo ili kutaarifu umma kuhusu maandalizi ya maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu kwa mwaka 2026. Maadhimisho ambayo yatafanyika katika viwanja vya michezo vya shule ya sekondari ya Usagara jijini Tanga kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 24 mwezi wa 8 2026. Maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu yanalenga kukutanisha wizara mbalimbali, mashirika, taasisi za elimu ya juu, taasisi za utafiti na maendeleo, wadau wa maendeleo, asasi, kampuni za teknolojia, vyuo vya ufundi, vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi, shule za msingi na sekondari, watafiti, wabunifu na sekta binafsi kwa ujumla, kwa lengo la kutoa taarifa, kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja kuhusu mipango na masuala mbalimbali yanayotekelezwa na yanaendelea kutekelezwa na serikali. Maadhimisho haya pia yanatoa fursa kwa wadau na umma kwa ujumla wake kushuhudia na kujionea matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zilizobuniwa hapa nchini, hususan na vijana wa Kitanzania, pamoja na kuwaunganisha wabunifu na wawekezaji kwa ajili ya kuendeleza na kubiasharisha matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zao. Aidha, bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine zitakazoonyeshwa zinalenga kutoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, kilimo, mifugo, nishati na madini. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni elimu, ujuzi na ubunifu, njia ya kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050, yani education, skills and innovation, a pathway to achieving the National Development Vision 2050. Kwa mwaka 2026, maadhimisho yatahusisha matukio mbalimbali yanayolenga kuonyesha, kujadili na kuainisha mikakati na hatua za pamoja za kuongeza michango wa elimu, ujuzi na ubunifu katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Hii ni kwa kuzingatia umuhimu wa masuala haya katika kuimarisha nguvu kazi, kupunguza utegemezi katika teknolojia na kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Matukio hayo yatajumuisha: moja, maonyesho ya bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine kutoka kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Maonyesho haya yanajumuisha sekta zote za kiuchumi na kijamii. Pili, mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, yaani MAKISATU. Na hili narudia tena, yatajumuisha mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu maarufu kama MAKISATU. Mashindano haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka kuanzia mwaka 2019 ambapo bunifu nyingi zimeendelezwa na kuingia sokoni. Na hili nalisema kwa sababu nimeona katika mitandao baadhi ya watu wakihoji endapo serikali inaendeleza wabunifu kuwawezesha kutengeneza bidhaa ambazo zinauzwa sokoni. Na nimeona klipu moja ilikuwa inazunguka hapa karibuni na maswali yalikuwa yanaulizwa, jamani, hawa wabunifu wanaendelezwaje na serikali? Katika maonyesho hayo tutaona bunifu mbalimbali, na katika maonyesho ambayo tumekuwa tukiyafanya kuanzia 2019 zipo bidhaa. Kwa mfano, bidhaa inaitwa Avomero, mashine ya kukamua mafuta ya parachichi, yalipitia MAKISATU. Ubunifu huu tayari umeshaingia sokoni na mashine inauzwa. Kuna Soma Bags, yaani mabegi ya shule yenye mfumo wa sola. Kuna Kiaro Assistive Technology, yaani kitimwendo cha kipekee kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu. Kuna Afritech Organic Leather, kemikali ya kuchakata mazao ya ngozi, na Imara Tech, yaani teknolojia rahisi ya kuchakata vyakula vya mifugo, na Smart Prepaid Water Meter, mita janja za maji. Hii ni mifano michache tu ya bunifu na teknolojia zilizobuniwa na vijana wa Kitanzania, zikafahamika kupitia MAKISATU, zikaendelezwa na serikali, zimekuwa ni bidhaa ambazo sasa hivi ziko sokoni
na waliozibuni wanafanya biashara, na kazi hii inaendelea. Kwa hiyo maonyesho haya yatakayofanyika Tanga, moja ya mambo makubwa yatakayofanyika ni mashindano haya ya MAKISATU kuendelea kuibua teknolojia na bunifu mbalimbali.